Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hivi leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wafanyabiashara wa soko la Kariakoo jijini Dar es Salaam wameonyesha utayari wao wa kuendelea kufanya biashara kwa saa 24, lakini wameomba kamilishwa kwa miundombinu zaidi ili kuwezesha jambo hilo kwa ufanisi. Wafanyabiashara hao wameiambia Kurasa kuwa miundombinu kama mitaa salama, taa za kutosha na huduma za usalama itawapa uhakika zaidi wa usalama na uwepo wa kufanya biashara kwa uhuru kama wanavyofanya wakati wa mchana. Kwa hiyo miundombinu bado haijakaa sawa, lakini naona dalili zinaonekana kwa sababu tayari washaanza kufunga kamera. Mfano na uona, manake kuna waya hapo tayari zishaanza kufungwa kwa ajili ya miundombinu hiyo, manake taa zitaongezwa. Yani vitu vingi bado havijakaa sawa. Elimu tu minaona la msingi, yani tukikuwa na elimu ya kutosha tu ile swala itakuwa simple sana. Ndio mimi naona la msingi, hakuna kitu gani sasa ambao tunafikiria elimu tu, yani kama vile kumwambia mtu bwana na hivi manufaa yake yako hivi ndio mimi naona ndio la msingi, hakuna kingine. Wafanya biashara wadogo wadogo sababu wanafunga biashara mapema, naona kama bado wateja wenyewe hawajapata formula nzuri za kujua kwamba biashara Kariakoo inafanyika masaa 24. Kingine tunajua wanasubiri mpaka soko Kariakoo lifunguliwe ndio mambo yaende kwa sawa. Hapo walidai kwamba mpaka kamera zifungwe kwenye kila mtaa, sababu kila kamera ikifungwa kila mtaa ndio usalama unakuwa mkubwa zaidi. Ndio usalama unakuwa mkubwa zaidi na ndio biashara inakuwa inafanyika masaa 24. Tuendelee na Kurasa. Kutokana na kutokuwa na ajira za uhakika kwa vijana wilayani Kiteto mkoani Manyara, imeelezwa kuwa baadhi yao wameamua kuwa wapiga debe vituo vya daladala kusaka abiria kama kazi rasmi ili kuendesha maisha yao ya kila siku. Wakizungumza na Kurasa, vijana hao ambao wengi wao ni wasomi wa elimu tofauti ikiwa ni kama vile vyuo vikuu, wamesema baada ya kuomba nafasi za ajira kwa muda mrefu bila mafanikio, sasa wameamua kugeukia ajira hiyo ya kuita abiria ikiwa ni tofauti na walichoamini na kukisomea. Tumesoma vyeti viko ndani, inabidi kujichanganya kwa ajili ya kutafuta kazi nyingine kwa ajili ya familia. Nasaidia na mambo mengi na kazi yangu hii inafanya. Komesha watoto, kukula, mavazi, malazi, kila kitu anapata kwa wakati. Kuna uhaba wa ajira. Tunakosa ajira zile ambazo ni ajira muhimu, mtu anafanya au amesomea kitu fulani, lakini ajira hiyo hamna. Tuko state tunafanya hizi kazi kwa sababu pia zinakidhi na zinalea familia zetu. Nafanya hii kazi kwa sababu sina kazi nyingine ya kufanya. Ningekuwa na kazi nyingine ya kufanya mfano za maofisini ningeweza kufanya, lakini nimezunguka sana, nimetafuta kazi nimekosa. Kwa sina namna kuja kujichanganya huku kufanya hii kazi. Fanya maamuzi kufanya hii kazi ya kupiga debe stende. Yani ni baada ya ni baada ya kukosa ajira. Baada ya ukosefu wa ajira, ndio watu kama watu jiajiri ndio kama kutumia pale B. Tumalizie Kurasa kwa hili. Madereva na makondakta mkoani Dar es Salaam wameelezea kupungua kwa manyanyaso wanafunzi kwenye usafiri wa umma, wakitaja moja sababu ni ongezeko la daladala, huku asilimia kubwa wanafunzi wakitajwa kuja na nauli zao kamili ambako zamani ilikuwa ni changamoto kutokana na gharama za kununulia chenji kuwa kubwa. Wakiongea na Kurasa, makondakta hao wamesema swala la ununuzi wa chenji ni kikwazo, ambapo ilikuwa kikwazo kwa wanafunzi anayekuja na shilingi 1000 ambayo wao wananunua kwa shilingi 700 ili kupata chenji. Nauli kupandishwa, kwanza licha ya hivyo, kwanza magari ni mengi kwa sasa hivi. Kwa wanafunzi kupanda gari muda wote yani haileti shida, ni kama zamani magari machache yakitegemea na ule ilikuwa ni ndogo. Kwa watu walikuwa na wakataa kwa kutugalenye kama ni biashara. Changamoto zinakuja kwa makondakta kusinaulia wanafunzi. Kondakta anakupa shilingi 1000. Na 1000 anakupa wewe, ukienda kwa Masai chenchi inauzwa 700 kwa shilingi 1000. Kwa hiyo unapata hasara ya kondakta. Ndio maana sasa hivi wanafunzi wengi tumwambia kama waje na 200 zao kamili. Kwa anapokuja na 200 kamili, anapopanda gari hamna changamoto. Hata kama akiwa 4 5 sisi tunachukua tu ili wae mashuleni. Kwa sasa hivi naambia kabisa wako chini hapo, yani geni 200 zangu anakupa mkononi ndio wanapanda kwenye gari. Kwa maana sasa hivi unakuta hamna malalamiko kwa sababu wamejiandaa na chenji zao kamili. Kwa sasa hivi wenyewe wanajua, yani wanajua. Wakija hata hapo kwenye gari ana 200 yake kabisa mkononi, yani unachukulia nauli yake chini. Tumekufungulia na kufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia Kurasa, na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa hivi leo, jina langu ni John Lawrence Rupokela. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV.
Kurasa